Ligi kuu ya NBC Premier League kuendelea, Young Africans akiwa katika uwanja wa nyumbani uso kwa macho dhidi ya Mbeya City Football Club, timu ambayo ina historia ya kumsumbua Young Africans katika uwanja wake wa nyumbani, hasa katika mechi ya mkondo wa kwanza, Young Africans ikiwa chini ya kocha Romain Folz. Kwa wakati mwingine tena wanakutana. Itakuwa ni mechi aina gani? Nipo hapa na Shabil Daniel, jina langu leo Pajon, na hii ni The Golden Boot ya Anwari TV. Shabil, tuanzie hapo. Young Africans dhidi ya Mbeya City, Yanga akiwa nyumbani. Itakuwa ni mechi aina gani hasa? Kumbukumbu ikiwa inakumbukwa vyema, mchezo wa kwanza Almanusula Djigui Diarra akaibuka sujaa kwenye huo mchezo. Ni mechi nyingine nzuri kwa Yanga pamoja na Mbeya City kwa sababu ya kumbukumbu ambayo umeitaja hapo ya mechi ya kwanza ambayo ilikwisha kasari kule katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambapo Yanga alishindwa kupata goli wala Mbeya City nao hawakupata goli. Lakini ni mechi ambayo ilikuwa ni ya kuvutia kwa sababu ya upinzani ambao ulionyeshwa na vilabu vyote viwili. Mbeya City nafikiri kama asingekuwepo Djigui Diarra katika mchezo ule, pengine wangeondoka pengine na alama 3 kuliko alama 1 ambayo waliweza kuipata. Kwa hiyo sasa hivi ni kama vile timu zote zimebadilika. Young Africans wana mwalimu mpya, timu zote kwanza zina walimu wapya. Yanga walikuwa na Romain Folz kipindi kile, sasa hivi wanaye Pedro Gonçalves, lakini Mbeya City nao wana mwalimu mpya Mecky Maxim. Walikuwa na Malale 50 wakati kipindi kile ilikuwa Malale 50. Kwa hiyo ni mechi yenye taswira tofauti na ile ya mara ya kwanza. Lakini ukitazama pia vikosi vyote viwili ni kama vina mabadiliko. Sasa hivi kuna maingizo ya wachezaji wapya. Kwa Mbeya City walifanya usajili pia dirisha dogo, wamekuja kina Dilunga, wamekuja wakina Hija Shamte kutokea Kagera Sugar, wamekuja wakina Dilibuha hapo pale. Lakini pia ukiangalia Young Africans pia nao wamefanya Dilunga pia ameongezeka, HD nimeshamtaja hapo. Kwa hiyo ni mechi yenye ladha tofauti ambayo naamini itatoa ushindani mkubwa sana hapo kesho. Sawa, tuangalie sasa Young Africans ambao mchezo wa mwisho kwenye ligi kuu ya NBC Premier League walikuwa na matokeo mazuri. Tutegemee kuweza kuona muendelezo kwa Young Africans katika hilo eneo, na Mbeya City pia ugumu ambao walimpatia Azam katika mchezo uliopita tutaushuhudia pia kwa upande wao kwenye mchezo wa kesho. Yes, tutegemee ugumu wakiutoa, lakini binafsi naamini kidogo watakutana na upinzani tofauti na ambao Mbeya City walikutana dhidi ya Azam, kwa sababu Mbeya City msimu huu wamekuwa na changamoto kidogo kwenye safu ya ulinzi. Nafikiri tangu ameondoka Ameali dirisha dogo bado hawajapata level ya defender ambaye Ibrahim Ahmed ndio huyo. Tangu ameondoka dirisha dogo hawajapata level ya defender ambaye anaweza kazuia kwenye box vizuri kama Ibrahim Ahmed. Walifanya usajili wa David Mwasa, yupo Kevin Kingu, beki wa zamani wa Tabora United, Pemba. Kevin Pemba Kingu, Mkongomani yo. Lakini bado makosa yamekuwa ni yale karibu mechi zote. Nilikuwa natazama magoli ambayo na concede Mbeya City, ni magoli ambayo yanafanana ndani ya box lao. Ina maana hawana box defender mzuri wa kuzuia mipira ama wa kulinda ama kutrack markers vizuri ili timu is concede cheap goals. Nimeangalia magoli ambayo waliruhusu mechi dhidi ya Singida. Magoli ambayo yanatokana na walinzi wakati ama viungo wa mbele wakina Hija Shamte pamoja na Said Naufad, viungo wa zamani wa Kagera Sugar, lakini pia Dilibuha pale katikati. Kuwa na sifa, ni viungo ambao ukiwatazama kiuchezaji ni viungo ambao timu ikiwa na mpira unaona ni wachezaji wazuri sana, wana control tempo ya mchezo, wanaweza wakapasia, wanaweza wakapiga, wakaprogress mchezo kwenda mbele. Lakini changamoto yao viungo watatu, Said Naufad, Hija Shamte na Dilibuha, ni viungo ambao timu bila mpira wana struggle, wanaifanya defense ya Mbeya City iweze kufikiwa kirahisi. Ndio ilitokea kwenye mechi dhidi ya Singida ambapo walifunga magoli 4. Angalia magoli mawili ya beki yule Imoro Ibrahim, magoli ya mbali ambayo anatuliza mpira, anamwangalia golikipa kaka position gani, anapiga shuti la zaidi ya mita 30-35, anamfunga golikipa Beno Kakolanya. Angalia pia mechi ambayo Mbeya City walicheza juzi hivi na KMC, walishinda magoli 3-2. Lakini angalia magoli mawili ambayo waliconcede, magoli ambayo yalikuwa cheap, free kick mbili, magoli mawili ya set pieces ambayo wanashindwa mabeki wakati wanashindwa kudili nao kwenye box lao, kwa wanaruhusu magoli rahisi. Against sasa Young Africans yenye beta wachezaji bora zaidi ya hawa waliokutana nao, inaweza ikawa siku ndefu kama wakiendelea kuruhusu kufanya makosa ambayo
umekuwa akiyafanya. Usipoweka pressure kwa viungo washambuliaji wa Yanga kama Okello, akina Pacome, akina Max, akina Mudathiri, itakuwa siku ndefu sana siku ya kesho. Sawa, Shabel, tuangazie ni jinsi gani ambavyo Mbeya City wanaweza kwenda kuzuia safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans ambao kwa ujumla wao watu watatu wana goli takribani 19 kwa maana ya Prince Dube goli 6, Depu goli 6 na Mudathiri Yahya basi goli 7. Hasa Mudathiri ambaye amekuwa na consistency katika upande wa kufunga. Nadhani mimi hofu yangu zaidi zipo kwenye mbinu za mwalimu Meki. Meki ni mwalimu mzuri sana tactically, lakini against hizi timu kubwa huwa ni kocha ambaye anapenda timu yapishane na aonyeshe ule uwezo wake kama mwalimu kwamba yeye ana uwezo wa kufundisha timu yoyote na ikacheza mpira mzuri. Amefanya hivyo tangu akiwa Kagera, Mtibwa Sugar, Dodoma na hivi sasa Mbeya City. Ndio muda mwingine kitu ambacho kinamgharimu. Yaani unapocheza na timu ambayo mpinzani ambaye amekuzidi uwezo, lazima uadapt, ujaribu kuwa na nidhamu na heshima dhidi ya timu kubwa kama hizi. Sasa Meki sio aina ya kocha huyo. Anaweza kaingia kesho na mfumo wa kushambulia ama viungo wengi wa ushambuliaji kama hivyo, ama hao vijana watatu wa viungo katikati watatu wa Mbeya City ambao nimekutajia, akiongezeka pia na mtu kama Peter Mwalianza. Yaani kesho usishangae akaanza na viungo wanne wenye sifa ya kushambulia kuliko kuzuia, alafu mbele labda pengine akaanza na washambuliaji wawili Vitalis pamoja na Eliud Ambokile. Huo utakuwa ni mfumo ambao uko very attacking, ambao unaweza kumweka katika risk kipindi watakapokuwa hawana mpira. Kwa hiyo Mbeya City kumzuia Young Africans itategemea na mbinu ambazo ataingia nazo mwalimu Meki Maxime. Kama zitakuwa ni mbinu za kushambulia kupishana na Young Africans, hakuna namna, there's no way Mbeya City anaweza kahimili pressure Young Africans kwa dakika 90 Yanga hii ya round hii ya pili. Sawa, tutegemea rekodi ya Young Africans ikiendelea kubakia kwa maana kuwa miongoni mwa timu ambazo hazijapoteza mchezo wake wa nyumbani. Hiyo faida ya Young Africans atatumia vyema mchezo wa kesho. Yes, mimi binafsi nategemea ligi yetu haina ugumu huo wa kuhisi kwamba pengine Mbeya City anaweza kumkazia Young Africans. Nategemea Yanga ataendelea kukeep record yao kutopoteza mechi za nyumbani. Sawa, kwa siku za hivi karibuni Mbeya City wamefanya biashara ya kumuuza mshambuliaji wao Habib Kiombo. Anaweza kama ni sehemu ya hasara kwa Mbeya City katika kushambulia kwa maana pengo lake litaonekana hapo. Hapana, nadhani Mbeya City bado wana washambuliaji wazuri tu. Nimekutajia Eliud Ambokile amekuwa akifunga pia magoli. Mayanga Vitalis top scorer katika timu yao. Amekuwa akifunga. Nafikiri ni washambuliaji wazuri on current form kuliko Habib Kiombo ambaye ameondoka sasa hivi. Sawa, hayo ni Young Africans ambao wanarejea tena katika pilika za ligi kuu ya NBC Premier League, na kituo kinachofuata ni Mbeya City wagonga nyundo kutoka huko jijini Mbeya ambao watakuwa ni wageni mbele ya wananchi Young Africans. Unafikiria utakuwa ni mchezo wa aina gani? Tuambie wewe mtazamaji wa Nwali TV, lakini sisi hapa tayari tumeshakuambia kile ambacho katika upande wa kiufundi. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabiri Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Hadi wakati mwingine, chao.